Bahari ya Hindi ni bahari ya tatu kwa ukubwa duniani, lakini kwa maelfu ya miaka imekuwa zaidi ya eneo la maji na imekuwa njia ya kibiashara, chanzo cha ustaarabu, uwanja wa safari za mabaharia mashuhuri, nyumbani kwa baadhi ya siri kubwa zaidi za historia ya mwanadamu. Kutoka pwani za Afrika hadi India, kutoka Madagascar hadi China, bahari hii imeunganisha tamaduni, dini, biashara na ustaarabu kwa zaidi ya miaka 5,000. Lakini je, bahari hii ilitokea vipi? Nani waliokuwa wa kwanza kuisafiri na kwa nini hadi hii leo bado imejaa siri ambazo hazijafumbuliwa? Explore, discover, connect, safari beyond boundaries with Connect Safari Africa Limited. Tunakupeleka kwenye uzoefu wa kipekee wa safari, utalii, usafiri na huduma za fedha kwa ubora wa hali ya juu. Wildlife experiences, tailor-made tours, air ticketing services, hotel and lodge bookings, car hire services, banking and mobile transaction, government payments. Tunahudumia safari za ndege kupitia Air Tanzania, Precision Air, Flightlink, Auric Air. Na tunapatikana Dar es Salaam, Mwanza na Dodoma. Mawasiliano ni 0796 143 443 na 0716 385 475. Karibu tusafiri pamoja kugundua uzuri wa Afrika. Kwa takribani miaka milioni 200 iliyopita, dunia ilikuwa bara kubwa linalojulikana Gondwana, ambapo bara hilo lilijumuisha maeneo ambayo leo ni Afrika, India, Australia, Antarctica na Amerika ya Kusini. Wakati mabamba ya dunia yalipoanza kujisogeza polepole, sehemu za Gondwana zilianza kutengana na India ilianza kusafiri kuelekea kaskazini kwa kasi kubwa ya kijiolojia. Kadiri ilivyojitenga na Afrika, nafasi kubwa ilibaki katikati na kujaa maji. Hapa ndipo bahari ya Hindi ilianza kuzaliwa, ingawa safari haikuishia hapo. Chini ya bahari ya Hindi kuna safu kubwa za milima chini ya maji ambapo zinaendelea kukua hata leo hii. Ina maana kwamba bahari ya Hindi bado inaendelea kubadilika taratibu. Ingawa wanasayansi wamegundua kuwa baadhi ya sehemu za sakafu ya bahari zina volkano hai ambazo bado zinatoa lava chini ya maji. Bahari ya Hindi ni bahari pekee duniani iliyopewa jina la nchi moja. Hapa tunazungumzia India. Bahari nyingine nyingi zikipewa majina ya maeneo au sifa za kijiografia. Kabla ya karne nyingi zilizopita, India ilikuwa ni moja ya vituo vikubwa vya biashara duniani ambapo wafanyabiashara kutoka Afrika Mashariki, Arabia, Uchina na Ulaya walikuwa wakisafiri kufika India na kununua bidhaa kama viungo, hariri, dhahabu, pamba, vito vya thamani. Kwa sababu ya umuhimu huo mkubwa, mabaharia wengi walianza kuitambua bahari hii iliyozunguka eneo hilo kama bahari ya Hindi. Katika mabadiliko ya kale ya Wagiriki na Warumi, bahari hii ilitajwa mara nyingi kama njia kuu ya kufika India, ndio maana jina hilo lilidumu hadi hii leo. Takribani miaka 5,000 iliyopita, ustaarabu wa bonde la Indus walikuwa katika eneo la Pakistani na India, ambao ilikuwa tayari wanafanya biashara kupitia bahari ya Hindi, ukiwa ni miongoni mwa ustaarabu wa kwanza kabisa kutumiwa bahari hii. Hivyo walikuwa wakiitumia kusafirisha shanga, madini, nguo, vyombo vya udongo. Wakati huo huo, Mashariki ya Kati nao walianza kutumia njia hizo za baharini, jambo lilofanya bahari ya Hindi kuwa mojawapo ya njia ya kwanza kabisa za biashara duniani.
kabla hata ya kugunduliwa kwa Amerika, kabla ya safari za Christopher Columbus kupitia katika bahari ya Hindi, tayari ilikuwa inaunganisha mabara mbalimbali kwa biashara. Kwa zaidi ya miaka 1000 Waarabu walikuwa wafalme wa bahari ya Hindi na walitumia meli maalumu zilizoitwa doh, ambapo meli hizi zilikuwa na matanga makubwa yaliyowezesha kusafiri kwa kutumia upepo wa monsoon. Ingawa Waarabu walielewa siri ya upepo wa monsoon kuliko watu wengine wengi duniani, katika kipindi cha miezi fulani upepo ulivuma kuelekea Afrika, kwa miezi mingine ulivuma kuelekea Arabia na India, hivyo waliweza kupanga safari zao kwa usahihi mkubwa. Jambo kubwa la kimakubaliano baina ya Waarabu na Afrika ni kuhusiana na Uislamu, biashara ya kimataifa, teknolojia za usafiri baharini, lugha zinazochangia kuzaliwa kwa Kiswahili, uhusiano wa Tanzania na Waarabu. Pwani ya Tanzania ikiwemo Zanzibar, Kilwa na Bagamoyo ilikuwa miongoni mwa vituo vikubwa vya wafanyabiashara wa Kiarabu. Vile miji mingi ya Waswahili ilikuwa kwa kasi zaidi kutokana na biashara kupitia bahari ya Hindi. Kilwa kwa kipindi kifupi fulani ilikuwa ni miongoni mwa miji tajiri zaidi duniani kutokana na biashara ya dhahabu na pembe za ndovu. Mwishoni mwa karne ya 14 na mwanzoni mwa karne ya 15, China ilituma msafara mkubwa zaidi baharini ambapo haikuwahi kutokea duniani, wakati ambao huo uliongozwa na mwanamaji mashuhuri aitwaye Zheng He, huku meli zake zikionekana kuwa kubwa zaidi kuliko meli zingine za Ulaya kwa wakati ambapo alitembelea maeneo ya India, Arabia, Afrika Mashariki na pwani za Tanzania. Watafiti wanaamini kuwa mabilioni ya dola yaliyolala chini ya bahari hii ilitokana na dhoruba ya monsoon, mawimbi makubwa, makosa ya urambazaji, miamba iliyojificha chini ya maji, mashambulizi ya maharamia wa kale. Katika enzi za zamani za mabaharia walitegemea nyota pekee kuongoza safari zao, hivyo makosa hayo madogo yaliyotisha na kusababisha meli kupotea. Ingawa watu wengi huiona bahari ya Hindi juu ya uso wake tu, lakini chini kuna makorongo makubwa kuliko milima mingi duniani, eneo lenye kina kirefu linalojulikana kama Java Trench, ambapo Java Trench ni shimo la giza la bahari ya Hindi lililo na kina cha zaidi ya mita 7000. Ikiwa ni sawa na kuweka mlima Kilimanjaro ndani yake na bado sehemu ya juu ikabaki chini ya uso wa maji. Katika kina hicho hakuna mwanga wa jua, baridi ni kali sana, shinikizo ni kubwa mno, yani ulimwengu wa giza la milele. Hivyo katika vilindi hivi kuna giza la milele ambapo hakuna mimea inayoweza kuishi, lakini bado kuna viumbe wanaoishi kwa kutumia mbinu za kushangaza, ambapo hata wanasayansi na watafiti bado wanaendelea kuchunguza. Bahari ya Hindi haikuanza kama njia ya biashara, ilianza kama matokeo ya mgawanyiko wa mabara mamilioni ya miaka iliyopita, na baadaye ikawa ni njia ya ustaarabu wa kwanza duniani, ikitawaliwa na mabaharia wa Arabu, hatimaye kushuhudia safari kubwa za Wachina zilizobadilisha historia ya biashara duniani. Endelea kufuatilia Connect Safari Africa Limited, Safari Beyond Boundaries, kwa mengine mengi zaidi katika mitandao yetu ya kijamii, yani Instagram, Facebook, YouTube kwa jina moja tu, Connect Safari _